Mcha Mungu aliona takwa anapofikwa na gham, anapofikwa na majonzi, anapofikwa na hali ya masikitiko, anapokuwa katika hali ya dhiki na tabu, basi Allah azza subhanahu wa ta'ala hapa duniani, kama aya inayotuambia ya surah Yunus, lahumul bushra fil hayati dunya, moja katika hiyo bishara anapewa bishara ya kwamba Allah lazima atamtolea njia. Mchaji Mungu habaki katika dhiki pale pale alipo, atoki, hakuna. Allah azza wa jalla lazima atamfungulia njia atoke katika ile dhiki, atoke katika lile janga, atoke katika ile tabu, njia yoyote ile Allah atamtolea. Aya katika surah At-Talaq, Allah azza wa jalla anatuambia, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yoyote anayemcha Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala atamtolea njia. Mambo naona yamebanika, umelala usiku kwa ghamu kubwa na hamu kubwa, hujui ufanyeje. Huku umezungukwa na shida hii, huku tabu hii, huku shida hii, huku balaa hii. Ukiamka asubuhi, Allah azza wa jalla yote hayo ashayatatua subhanahu wa ta'ala. Bimadha? Bitaqwa Allah subhanahu. Allah anamtoa mja wake katika gham, anamtoa mja wake katika huzn kubwa, anamtoa mja wake katika majanga, katika tabu, kupitia kwa uchaji Mungu. Visa vipo vingi na mifano ipo mingi sana ndani ya Qur'an na katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusuf alayhi salam ni mfano mmoja mkubwa wa maneno haya. Alikuwa katika ghamu kubwa tangu akiwa mdogo, kachukuliwa na ndugu zake kwa ajili ya hasadi. Ndugu zake, hasad ipo hata baina ya ndugu, hasad ipo hata baina ya ikhwan, sio lazima itoke nje. Wakamchukua ndugu yao wakamtia katika ghayabatil jub, katika kisima. Akitoka kwenye kisima pale, shida ya kwanza ameanza nao Yusuf, akaenda kauzwa kama mtumwa. Na yeye ni mja huru, amezaliwa na babake na mamake huru, hajakuwa mtumwa hata siku moja, lakini akauzwa sokoni kama mtumwa, tena akanuliwa kwa pesa duni kabisa. Washarauhu bithamanin bakhs, darahima ma'duda. Akaenda kauzwa, kafanya kazi katika nyumba ya waziri, katika wakubwa wa Misri, fanya kazi huko. Kafanya kazi miaka aliyofanya, muda aliyofanya, akapata mtihani mwingine wa yule mke wa yule mkubwa wa Misri, Azizu Misr, akamtaka. Balaa nyingine hiyo. Hapo ndipo sasa ikajitokeza takwa ya Yusuf alayhi salam. Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak, qala ايش معاذ الله innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Haya maneno alikuja baadaye Yusuf akaja akayafasiri yeye mwenyewe, wakati anapokuwa baada ya kuwa ashamweleza babake kwamba hii babangu ndio tafsiri ya ile ndoto niliyokueleza. Lakini kabla ya hapo, alipojiwa na ndugu zake kuja kuchukua mali na kuchukua chakula, na yeye ndiye msimamizi wa khazaini Misri, hawajamtambua yeye, akawatega na swali. Alipowatega na swali, wale wakajua, ndugu zake wakajua kwamba kumbe huyu ndio Yusuf. Innaka la anta Yusuf, wewe ndio Yusuf? Akasema ana Yusuf, mimi ndio Yusuf. Sasa Yusuf alayhi salam, nataka hapo msikize kidogo kwa makini, anatoa maelezo ya yeye kufika pale alifikaje. Sikizeni ibara Yusuf alayhi salam. Allah azza wa jalla anatueleza ibara hii hikayatan an Yusuf. Asema subhana jalla jalaluhu, innahu, Yusuf anasema, anawaambia ndugu zake wanamuuliza, wewe ndio Yusuf leo ulioko hapa mbele? Sisi tunamjua Yusuf tuliyemtia kisimani, alikuwa hana mbele hana nyuma, lakini wewe ndio leo ulioko hapa unayesimamia khazina za Misri yote. Hakutoki kitu paka na amri ya Yusuf alayhi salam. Innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi, na huyu ndio ndugu yangu Bunyamin huyu.
Sasa anatoa maelezo, anawaambia innahu man yattaqi wa yasbir. Tamko la kwanza alianza nazo Yusuf alayhi salam kuwaambia ndugu zake kijambo lililomfikisha pale na yale yote aliyoyapitia katika ghamu na hamu na tabu na shida na dhiki, miaka kwa miaka, kutoka kwenye kisima akawa mtumwa, akawa mfanyikazi, akafungwa jela, lakini mwisho wa kusha Allah azza wa jalla ja'ala lahu makhrajan, naam, makhrajan adhiman, akawa ndiye mkubwa kabisa pale Misri. Sasa anatoa yeye mwenyewe maelezo akisema innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hakika mwenye kusubiri na hakika mwenye kuwa na takwa, uchaji Mungu na kusubiri, basi atambue ya kwamba Allah azza wa jalla siye mwenye kupoteza thawabu na ajiri na malipo ya wale wanaofanya wema. Na haya ndio malipo aliyostahili Yusuf alayhi salam, kutokana na kwamba na bishara hii ya tatu, anna almuttaqi au anna almuttaqin lahum bisharatu almakhraji wa alkashf min algham walham, wanapewa bishara kutoka kwenye gham na ham. Allah subhanahu wa ta'ala nas'aluhu bimanihi wa karamihi an yarzuqna wa iyyakum at-tuqa.